Ujenzi umeanza rasmi tarehe 1 mwezi wa 9 na unatarajiwa kukamilika kufikia tarehe 25 mwezi wa 10 2025 kama mnavyoona. Mpaka sasa kazi ambazo zimefanyika ni ununuzi wa vifaa vya ujenzi vilivyogharimu Tanzania shillings milioni 19,355,678 kamili. Hiyo ni moja, lakini mbili, malipo ya fundi shilingi milioni 3 yameshafanyika. Matumizi mpaka sasa kufikia tarehe 16 mwezi wa 9 2025, fedha iliyotumika ni Tanzania shillings milioni 22,355,578 kamili kwa ajili ya malipo ya vifaa na mafundi. Aidha, vifaa stahiki vya ujenzi vyote vipo store kwa ajili ya kazi zilizoelekezwa. Mradi huu unatumia utaratibu wa force account, ambapo utekelezaji unafanyika kwa kusimamiwa na kamati ya ujenzi, manunuzi na mapokezi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ujenzi wa maabara hii bado unaendelea, unatarajiwa kukamilika kufikia tarehe 15 Oktoba kwa hatua ya kwanza ya ukamilishaji kwa mujibu wa mwongozo wa BOQ, na tutakuwa tumetumia jumla ya siku 45 tu. Hongera sana mwalimu kwa taarifa nzuri. Nitapata maoni ya bosi wetu na maelekezo, lakini binafsi nimefurahi kwa jinsi ulivyowasilisha, nimefurahi kwa jinsi ulivyofanya kazi yako. Mtu ambaye anatamaa kitu chake kifanyike vizuri unamuona. It is very clear kwamba una passion na kazi yako. Mungu akubariki sana na utafika mbali sana, ama tu hiyo timu iliyoko hiyo haifai. Lakini kazi yako kwa kweli binafsi nimefurahi sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hapa tulileta milioni 30 kupitia maelekezo ya serikali SEQUIP. Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa shilingi milioni 30 kwa ajili ya ukamilishaji wa maabara hii ambayo pia ilikuwa imekwisha kuanza. Wao wanatufundisha mara nyingi utashi unashinda vipingamizi au changamoto. Kote kuna changamoto ya nesti, changamoto pia mfumo kote huko. Lakini hao walianza mapema baada ya kuambia fedha zinakuja. Walifahamu kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan akisema fedha inakuja ni kweli itakuja kama ambavyo ameisema. Walianza mchakato mapema ya kununua material. Kwa katika muda mchache huo kazi imesogea kwa hatua hii, na mimi nina imani kabisa kama walivyoongea wenyewe na sio mwisho wa mwezi wa 10 kufikia tarehe 15 mwezi wa 10 kazi hii kwa jinsi ilivyo itakuwa imekamilika, na wapongeze sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, maabara hii na shule yenyewe catchment yake ni kubwa. Kwa hiyo imani yetu pia ikikamilika vijana wetu watapata nafasi ya kupata elimu kwa vitendo kama ilivyokusudiwa na serikali. Na sisi tuko tayari kupokea maelekezo yako kwa ajili ya kukamilisha mradi huu, hususan katika sehemu ile ya ukamilishaji. Mafundi hao waloko fundi na mara nyingi wao unasema kwenye hatua ya kuinua tu maboma hawana shida sana. Lakini ule mkono wa mwisho wa finishing ndio unataka uangalizi sana, kwa sababu mtu anayekuja sasa anaona kinachoonekana, haangalii huko ndani ni jenga vipi. Kwa hiyo ndio letu kuhamasisha msimamie kwa karibu fundi, lakini pia watu wa jiji pia mwe karibu na mradi huu ili wanapokamilisha wakamilishe kwa kiwango cha ubora ili thamani ya fedha iweze kupatikana. Nayo furaha kusema leo shule ya Kizota tumeona kuwa alianza na yeye ameleta mwezi wa 6 tayari kwa ameshapata watu wa kufanya nao kazi. Kwa hiyo tumpongeze sana. Lakini niendelee kusema wale ambao hawajaanza kwa mkoa wa Dodoma, nimeanza kupita ziara hizi ili kusema sasa kila Ijumaa tunataka tupate taarifa ya maendeleo ya miradi yote. Kama wao tumekuwa tukisema kila wakati, Mheshimiwa Rais wetu na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanatoa fedha nyingi. Kwa hiyo hatutakiwi tuwekane viporo vya nyuma vikutane na vya vinavyofuata. Sasa hivi tunapoongea, wiki iliyopita tena mkoa wetu umepokea zaidi ya bilioni 17 kwa ajili ya miradi mkoa mzima, kila wilaya, miradi ya maendeleo. Sasa kama hujamaliza ya mwezi wa 6, sasa hivi tumepokea fedha nyingine, maana yake tunazidi kuongeza jukumu kubwa la kusimamia miradi mingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo niendelee kusisitiza kuwa wote ambao hawajaanza miradi ambayo tulipokea fedha mwezi wa 6, sasa hivi ni wakati wa kuhakikisha miradi ile inajengwa na fedha ile inatumika
kwa maslahi makubwa ya wananchi ambao ndio waliokusudiwa kupata huduma hii. Lakini niwashukuru jiji, shule hizi mlizonitembeleza zote ambazo tumeanza kutoa miradi, tunawapongeza sana. Kama yako maeneo hawajaanza, basi huo utaratibu mliouweka mzuri, hakikisheni unafanya kazi na tuwe na mawasiliano, kwa sababu mimi kila Ijumaa nitataka nipate taarifa ya miradi yote ya mkoa na hatua gani wamefikia.